Tarehe 30 mwezi Mei 2026 tutakuwa na uzinduzi wa ligi ya Tulia Trust Uyole Cup 2026 ambayo itafanyika ndani ya uwanja wa Mwawinji uliopo Uyole ya Kati, kata Iganjo, hapa jimbo la Uyole. Msimu huu utashirikisha jumla ya timu 34 ambazo tayari zimeshakwisha kujisajili kwa ajili ya kushiriki ligi hiyo kwa ajili ya kushindania zawadi nono ambazo zimewekwa kwa msimu huu mwaka 2026. Lakini pia mafanikio ya misimu iliyopita yanaonyesha dhamira ya dhati ya taasisi ya Tulia Trust tukiongozwa na mkurugenzi wetu ambaye ni mbunge wa jimbo la Uyole, rais wa mabunge duniani IPU, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, kuwa na dhamira ya dhati kwa ajili ya kukuza vipaji vya vijana, lakini pia kufanya ligi hii kuwa sehemu ya kukuza uchumi, kwa maana ya kwamba wale wajasiriamali lakini pia wafanyabiashara mbalimbali ambao huwa wanatumia nafasi hiyo kwa ajili ya kujiingizia kipato. Na kwa mwaka huu pia tutakuwa na zawadi kwa mshindi wa kwanza hadi mshindi wa tatu, kwa maana ya kwamba mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 10, mshindi wa pili atapata shilingi milioni 5 na mshindi wa tatu atapata shilingi milioni 3. Sisi kama chama cha mpira mkoa wa Mbeya na chama cha mpira wilaya mchanganyiko na Mbeya vijijini tunajiita Mbedifa, tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kuweza kutoa fursa hizi za michezo kwa vijana. Mashindano ni makubwa kama mlivyoona, zawadi ni kubwa, na sisi kama chama kusema tunaweza tukaandaa mashindano makubwa yenye zawadi hizo ilikuwa kidogo ni ngumu, lakini kupitia yeye na sisi tunajitahidi kuwa karibu na yeye na kuhakikisha kwamba mpira unafuata taratibu zote za mpira wa miguu. Ndio maana chama tupo, wilaya tupo, tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha bingwa anapatikana kwa halali. Ndio maana nadhani miaka yote hamjawahi kusikia labda kuna malumbano au kwamba bingwa amepatikana kwa njia tofauti. Kwa hiyo sisi kama chama tumejitahidi kuhakikisha kwamba sheria 17 za mpira wa miguu zinafuata na taratibu zingine zote zinafuata. Nyingi sisi kama chama hatudhamini labda timu wala nini, ila sisi tunakuwa tuna ushawishi wa timu zingine. Kwa hiyo kama timu ya Tanzania Prison, Mbeya City, Ken Gold, unakuta hiki ndio kichimbo cha kuchagua wachezaji wao. Kwa hiyo sisi waga tunawashawishi, wanakuja hapa wanachagua wachezaji, ndio wale wengi unakuta wameingia kwenye under 20, under 17 na hata timu kubwa. Kwa mfano ukiangalia mashindano, ukiangalia kina Wile, wakina Mwajanga wote wametokea uwanja huu wa Mwawinji. Kwa hiyo sisi tunashawishi vilabu waje hapa na mabenchi yao ya ufundi waje wachague wachezaji. Huko nyuma tulikuwa tunaendesha mashindano yetu kwa kuvishirikisha vilabu ambavyo vinashiriki. Tunaweza tukawa na vilabu 8 mpaka 10, 12, lakini katika hivyo vilabu tulikuwa hatuna mdhamini yoyote. Swala la zawadi lilikuwa linapatikana kutokana na ile ada ya kiingilio cha timu. Mwaka 2019 ndipo alipoingia Tulia tulipokwenda kumuomba. Mpaka leo hii tunadumu naye. Kikubwa ni kumshukuru yeye, mpaka sasa hivi ametoa fursa kubwa sana kwa vijana, pia hata wananchi wa kawaida upande wa biashara ndogo ndogo hizi.